Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Kwa jina naitwa Halima Mustafa, ni kamati ya amani ya tarafa ya Kimwani. Wazazi na sisi tunachangia kwenye ukatili. Maana watoto wakienda shuleni wakirudi wakakuta mfano mama hujaivisha na yenyewe ni ukatili. Mambo mengine tusemee kuhusu ndoa. Na ndoa zimesemwa sana. Kwa sababu ndoa, ukivunja ndoa na mume wako, ujue watoto wataishi kwa shida. Hilo mlielewe. Pili, kinachosababisha kingine, hawa watoto nisemee jinsia ya kike kwenda njiani, kwa sababu kuna mwendo watoto wengine mfano wakitoka hapa sekondari wakifika njiani wanasimama. Hasa watu wa njiani hawa wa sekido, yani usafiri huu wa sekido unasababisha watoto wetu na wenyewe wapate kuathirika, kwa sababu mtoto akiomba lift kwa kijana akishambeba kwenye pikipiki, wakifika njiani ni mambo mengine kwa mtoto. Kwa hiyo tungeomba na hili swala lifanyike, kwa sababu watoto wengi wanaenda mwendo mrefu ndo wanapata matatizo katika njiani. Mimi naiomba serikali ya Samia ijaribishe kuboresha mabweni katika masekondari ambayo yako mbali kuhusu watoto hasa wa kike wako hatarini. Utasikia watoto wamebeba mimba sekondari kama watoto 5-6, lakini tatizo lote ni kwenda mwendo mrefu. Itusaidie sisi, maana sisi wazazi uwezekano ni mdogo wa kufanya sisi tujenge mabweni. Ndio tunaomba kwa mama yetu Samia atusaidie ili swala aliangalie kwa kiundani haswa, ili watoto wajengewe mabweni wanaotoka mbali, ili wasaidiwe wasiwe wanabeba mimba za utotoni. Kwa majina naitwa Abimelech Richard Kakiziba. Ninafanya kazi kama mdau wa mambo ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto mkoa wa Kagera. Chanzo cha ukatili kwa watoto unasababishwa na vitu vingi. Kwanza kuna sababu ya kutojua, yani watu ukosefu wa elimu na uelewa. Lakini wakati mwingine pia kuna swala la umaskini, kwamba mtu anakuwa na umaskini uliokithiri kiasi kwamba haoni kama watoto wanahitaji kupewa kipaumbele katika mambo yote anayofanya. Lakini kitu kingine ambacho kisababisha ukatili, wakati mwingine tuna imani za ajabu au tunaziita imani potofu, kwamba nikifanya hivi yawezekana nikapata utajiri au nikafanyaje. Kwa hiyo katika mazingira yote hayo, lakini pia kitu kingine labda ni mmomonyoko wa maadili kwenye jamii, kwamba huo mmomonyoko wa maadili kwenye jamii unajikuta unasababisha watoto kujikuta wanaingia kwenye hatari ya kufanywa ukatili. Mfano, mama anajifungua mtoto anamtupa kwenye shimo, au wakati mwingine hali ya umaskini inasababisha kina baba wanaenda sehemu ambayo wakati mwingine hana hata muda kukaa na watoto. Kwanza, malezi na makuzi ya watoto yanategemea pande zote mbili. Kuna malezi yanayomhitaji baba na kuna malezi yanayomhitaji mama. Kwa hiyo kwa nafasi yangu mimi kama baba, ninashiriki kuhakikisha kwamba nazungumza na mtoto wangu, ninafuatilia mienendo yake, kuhakikisha kwamba namlinda dhidi ya hatari yoyote inayoweza kumkumba, aidha kimwili, kiroho na kiakili. Mimi jamii naiasa kwamba zawadi pekee ambayo Mungu ametupatia ni watoto. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba vitendo vyote vya kikatili, mara ubakaji, mara vitu gani dhidi ya watoto visiweze kufanyika, kwa sababu vinapofanyika tunaharibu taifa la kesho. Halmashauri ya wilaya ya Muleba inaungana na mataifa yote kuadhimisha sherehe hii katika kuhakikisha ulinzi na usalama unatolewa kwa watoto wote kwa mahitaji ya sasa na baadaye, yeye kutoa fursa sawa. Aidha, ulinzi huu uzingatie kukuza masuala ya maarifa bora, maadili mema yasiyobagua jinsia na ari ya mtoto, ili kuleta haki na usawa kwa watoto wa jinsia zote unaimarishwa na kuboreshwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2025 ni maendeleo endelevu 2030, imarisha ulinzi na fursa sawa kwa watoto. Kauli mbiu hii inaelekeza juu ya kuimarisha ulinzi na utoaji wa fursa sawa katika kuhakikisha watoto wote wakiwemo watoto wenye mahitaji maalum wanapata haki sawa katika nyanja zote
Fursa hizi ni kujenga miundombinu inayoendana na uhitaji wa wanafunzi kama madarasa na kufundisha alama za lugha. Kuna mmong'onyoko wa maadili, na ndio ambayo rais wetu mpendwa sana Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wote anasimama kukemea haya, na kwamba jamii isimame kujenga maadili mema, kwamba maadili yanapomong'onyoka hayana athari tu kwa yule ambaye yanamong'onyokea, ila athari yake ni kubwa katika jamii, na ndio vinavyopelekea hata kwenye unyanyasaji wa mtoto, kumfanyia ukatili wa mtoto kingono na kadhalika. Kwa hiyo mmomonyoko wa maadili una athari kubwa katika jamii yetu. Lakini pili ni mafarakano katika ndoa. Ndoa inapotokea inapofikia mahali kuna mafarakano, wanaoteseka, wanaoumia ni watoto. Wasoma risala hapa wamesema baba na mama wakitengana, wanaoumia ni watoto. Kwa ni wajibu wetu kwenye jamii kubaki tumeshikamana kwenye ndoa zetu ili tuendelee kuwalea watoto hawa. Tunao matukio kadhaa mengi tu ambayo tumeshuhudia yanayojitokeza kutokana na ndoa iliyovunjika. Mahala fulani pale Mleba, ndoa ilivunjika, mtoto kabaki anawatunza watoto wengine, lakini mtoto akachukua hatua ngumu, si ndio? Pahala pengine baba ametelekeza familia yake, watoto wanahangaika, wanafanya kazi ngumu, kifusi kawafukia watoto. Yote haya yanatokana na sisi wazazi kutokuwa pamoja katika ndoa zetu. Tatu ni mila na desturi zilizopitwa na wakati ambazo zinabagua jinsi moja, kwamba hizi shughuli ni za au shughuli hizi ni za me. Tukiachana na yote haya tutakuwa na usawa katika jamii. Hata nyanyasika mtoto wa kike au wa kiume, kwa kuwa wote tutakuwa tumezingatia misingi bora ya utu. Ndugu wananchi, katika risala ambayo imetoka kusomwa na watoto hapa, ukisikiliza kwa makini, wanasema kutoka Julai 2024 mpaka leo Mei 2025 kuna matukio kadhaa yametokea. Moja, 38 watoto 38 wamenyanyasika kingono. Ni wengi sana hawa. Watoto 17 kihisia, watoto 91 kimwili, watoto 9 wametelekezwa, jumla ya watoto 154. Ili lazima tulikemee, na sote kama jamii, wote wazazi pamoja, lazima tuone ni jambo ambalo sio tu linadhalilisha utu wa mtoto, lakini pia linatuonyesha katika taswira ya dunia kwamba pengine hatuzingatii sana malezi ya watu. Tuwe sehemu ya kushauri. Watu wa ustawi wa jamii wanashauri, dawati linashauri, msiachane. Kwa nini? Yanazungumzika, si ndio? Nini tunachotazama? Watoto. Tuangalie watoto zaidi. Kwa hiyo wote kwa pamoja tukiwa sehemu ya kusuluhisha migogoro hii katika jamii zetu, tutawafanya watoto waendelee kuishi katika familia zao, katika ndoa, ili wasitoke wakaanza kujilea wenyewe au wakaendelea kupata manyanyaso. Lakini tuendelee kuchukua hatua kwa wale wanaotelekeza familia kama nilivyosema. Tunaendelea kuchukua hatua kwa wanaofanya ukatili kwa watoto. Tunaendelea kuchukua hatua kwa wazazi wanaochangia au wazazi wasiotoa mahitaji kwa watoto wao. Maana mzazi mwingine anasema kazi yangu nimemleta mtoto duniani, huko atajilea mwenyewe. Hakuna mtoto anayejilea mwenyewe. Tunatakiwa tumlee kwa sababu tumemleta duniani. Utoe matumizi. Lakini vile vile kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba wazazi wanachangia chakula mashuleni ili watoto waweze kupata chakula. Kuto kupata chakula pia nayo ni ukatili mwingine kama ulivyo ukatili mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, napokaribia kufika mwisho, tumeahidi mengi kama serikali na tutaendelea kufanya. Serikali itaendelea kuchukua hatua, lakini kuwepo kutoa mahitaji mbalimbali kwa watoto wenye mahitaji maalum kwa upande wa elimu, na ndio maana tuna elimu jumuishi. Watoto wote wenye mahitaji maalum na wao wanasoma
kama walivyosoma risala na kama walivyoimba hapa, serikali haiwezi kuwaacha kwa namna yoyote ile, kwa sababu ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba tunawahudumia watoto wote bila kujali huyu ana mahitaji maalum au tofauti na mwingine. Wote tunawahudumia kwa mazingira yake. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.